Mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu kutokea hapa Babati Manyara kwenye kituo cha watoto wenye uhitaji maalum Maose. Tupo na mjumbe wa kamati ya utendaji wa Young Africans Alex Ngai. Malume kwema? Safi Malume. Mambo safi? Fresh kabisa. Unajisikiaje? Alhamdulillah tuko sawa kabisa. Pasaka imeenda sawa sawa? Tumesherehekea Pasaka vizuri kabisa na leo tunakuja kuhitimisha hapa Babati. Ndio. Kama utaratibu wenu ambavyo inakuaga Young Africans kuja kutoa mahitaji kwa vituo vyenye watoto wenye uhitaji, mmetoa hapa Maose Manyara. Unajisikiaje kuwa mnaendeleza sasa utamaduni wenu? Kwa kweli mimi kwangu ni jambo la heri, umeona kwangu na kwa klabu yangu vile vile, kwa sababu huo umekuwa ni utaratibu wetu. Kile kidogo tunachokipata tunakirudisha tena kwenye jamii, kwa sababu kama ilivyo hii ni Young African, ni klabu ya wananchi. Kwa hiyo hivi vingine tunaovifanya vyote vipo kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwenye hili tayari tumeshalimaliza hapa, limepita. Baadaye mna vita kupambania alama 3 dhidi ya Fountain Gate, moja kati ya timu ambazo mara nyingi timu kubwa zimekuja hapa zinapata shida. Nyinyi mmejipangaje kuhakikisha mnaondoka na alama 3? Tunaheshimu Fountain, ni timu nzuri, ipo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni moja kati ya timu ambayo imekuwa inatoa ushindani mkubwa sana kwa timu ngeni zinapokuja hapa Babati. Lakini bahati nzuri ni kwamba bahati nzuri kwetu na bahati mbaya kwao, wanakutana na timu bora kabisa kwa sasa hivi. Unaona kwa sasa hivi tuko sawa kabisa. Kwa hiyo kilichopo tu wapenzi na wanachama wetu ambao wamekuja kwa ajili ya kuisupport timu, sasa ni muda wa kujiandaa na kuanza kusogea uwanjani kwa ajili ya kwenda kupambania alama 3, na naamini tutazipata. Mchezaji wao Mtenja Albano amesema kwamba leo mtapata mechi kweli, na yeye anaamini wataondoka na alama 3. Nadhani kauli yake umeisikia. Wewe una lipi la kusema juu ya kauli hiyo ya mchezaji mwandamizi wa Fountain Gate? Kila mtu lazima avutie kwake, na namjua Mtenja ni mchezaji mzuri sana. Namfahamu tangu yuko Coast, kazunguruka kwenye vilabu vingi mpaka sasa hivi yuko Fountain Gate. Kwa hiyo ni lazima ongee hivyo, na ninajua ni kwamba lazima apambane kwa ajili ya klabu yake. Ila bahati nzuri ni kwamba anakutana na timu bora, timu ambayo ina wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua matokeo muda wote wa mchezo unapochezwa. Na vile vile usisahau kwamba Mtenja hata tulivyokuwa Dar es Salaam aliongea hivyo hivyo, lakini baada filimbi ya mwisho nadhani alichukua 6, sio? Kwa hiyo sisi kama klabu tumeshafanya maandalizi ya kutosha kabisa kuelekea kwenye mechi hiyo. Kilichobaki sasa ni kwenda kupambana kupata alama 3. Then tuendelee kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuweza kuchukua ubingwa wetu. Malume, umepata wasaa jana wa kutazama mchezo wa wawakilishi pekee kutoka Tanzania katika kombe la shirikisho barani Afrika, Mnyama Simba Sports Club? Niliangalia. Mechi kwa namna ambavyo umeitazama wewe ilikuwa ni ya namna gani? Maana wamefanikiwa kushinda bao 1-0, lakini mashabiki wao wengi wameonekana kutokulizishwa na bao 1, matokeo ya bao 1. Kwa kiwango chao wamejitahidi. Wamejitahidi kwa kiwango chao, wamepata matokeo. Alafu sio mbaya, hii ni nusu finali. Kwa hiyo hata goli moja linaweza likawasaidia huko wanakoenda, lakini kwa kiwango chao wamejitahidi. Walikuwa wanaweza kupata matokeo zaidi ya pale. Ndio maana wamepata hilo. Hilo moja. Bwana asanteni sana ndugu. Kiti ile dula limesaidia kuhamisha goli. Twende baba. Maana naona mliomba dua pale. Nani? Jana. Sisi tumeomba dua kwa ajili ya mechi yetu kaka. Mechi yao umebahatika kuwatazama? Sikutazama, ila nimesikia milio. Sijui kwa nini. Unataka nini? Milio gani umesikia? Nimesikia tu milio mingi, mechi sikutazama, lakini nimesikia milio mingi kweli yani. Vitu vichache ulivyosikia. Uwanja wa Amani. Basi waende Bunju ijayo. Sema bwana, uwanja ni mgumu sana kama Chamazi. Uwanja mgumu Safi. Wameshinda 1, vipi sasa? Kule washafuzu. Wazuru, maana umesema wewe kidogo una ndugu. Kama wameshinda 1 washafuzu. Unatakaje kwani? Mimi nitazungumza tarehe 28. Bwana mwenyekiti huyo wa wasemaji barani Afrika, yeye amesema atazungumza bwana tarehe 28 ndio atatoa tamko. Wako hapo baadhi ya mashabiki wengi tunavyowaona. Bwana Amani Ndimo, njoo tumpate mwalimu.